Mtazamaji, hiki ni moja ya vyanzo maarufu sana vya maji ya chini ya ardhi katika nchi ya Tanzania, katika bonde la mto Kagera, ambao bonde la mto Kagera ndio hasa bonde la mto Nile. Maji haya yametumika kwa karne nyingi, mpaka sasa yamehifadhiwa. Kwa nini yamehifadhiwa? Ni kwa sababu wananchi wameepuka kuharibu misitu katika eneo la vyanzo vya maji. Hata hivyo, serikali kwa nguvu za wananchi ilijengea mabomba haya ambayo yalitumika miaka takriban 30 iliyopita, na sasa hayatoi maji tena. Maji kwa sababu ya nguvu ya asilia yametafuta njia yake nyingine. Ndio haya ambayo wakazi wa Ntungamo na maeneo mengine ya jirani katika mkoa wa Kagera, hasa wilaya ya Ngara, mpakani mwa Tanzania na Burundi, wanayatumia maji haya kwa kazi za kilimo cha umwagiliaji pamoja na kazi za nyumbani. Maji haya ni muhimu sana, na kikubwa ni kwamba historia ya maji haya yalitumika na seminari ya Ntungamo miaka zaidi ya 30 iliyopita. Wapo wasomi, wakulima, mapadri na bila shaka maaskofu ambao walitumia maji haya ya chini ya ardhi. Miongoni mwa ambao walitumia maji haya miaka hiyo iliyopita ni pamoja na Bwana Deogratias ambaye utamuona hivi punde. Atahadisia ilikuwaje takribani miaka 30 iliyopita akiwa mdogo kabisa akiyatumia maji haya wakati akisoma Ntungamo seminari. Historia yake hiki chanzo ni hivi: mwaka 92 mpaka 93 tulikuwa mazingira haya, tulikuwa kwenye seminari ya Ntungamo. Kila kiangazi tulikuwa tunatumia hiki chanzo. Ulikuwa unakuta seminari karibu 100 tuko huku tumekuja kuchota maji. Kikiwa kinatusaidia ndani ya kiangazi kizima. Na sisi peke yetu, wananchi wote wa Ntungamo primary, Ntungamo seminary, tulikuwa tukitumia hiki chanzo kabisa. Ni picha ya pekee. Naona mazingira yameshabadilika sana. Haikuwa hivi. Hapa palikuwa ni mazingira yalikuwa hayana shida kabisa, lakini kulingana na hali ya hewa ilivyo sasa hivi pamesha kuwa tofauti kabisa, na maji yameshapungua idadi iliyokuwepo sasa hivi. Maji yalikuwa yakitiririka kabisa, nakuta maji yanatiririka kweli kwa nguvu, lakini sasa hivi kulingana na hali ya mazingira, uboreshaji ni tofauti sana. Maji haya kama unavyoona yanatoka yenyewe chini ya ardhi, ambako yanapochomoka hapa huisaidia jamii kupata maji safi ya kunywa, lakini pia yanavyokwenda katika mfereji huu yanasaidia wakulima huko chini kumwagilia mazao yao mashambani. Hata hivyo, iko changamoto kubwa ya wakulima wanaolima katika miinuko ya mlima Kizosi, ambapo bila shaka elimu inahitajika ili uharibifu huu wa mazingira ambao miaka 30 haukuwepo uweze kurejeshwa katika hali yake ya kawaida, kuepuka maji haya kukauka.